Uhali gani mtoto mzuri? Uhali gani mtoto wa Mungu? I'm good. Leo tunaongelea hela halali na hela haramu. Nataka niwajulishe hapa tofauti kati ya hela halali na hela haramu. Don't scroll. Kama wewe unataka kujua maisha, don't scroll. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu ambaye anapata hela halali na hela haramu. Nafanya hivi ili mnijue, msije mkasema sio mimi. Hela halali ni ngumu sana kupatikana. Hela halali haifujwi. Hauwezi ukaifuja hela halali. Kuna tofauti sana kati ya mwanaume ambaye anapata, yani kuna tofauti sana kati ya utoaji wa pesa wa mwanaume ambaye anapata hela halali kwa mwanamke wake na mwanaume ambaye anapata hela haramu kwa wanawake zake. Kwa sababu ukishakuwa na hela haramu huwezi ukawa na mwanamke mmoja. Ila ukishakuwa na hela halali lazima utakuwa na mwanamke wako huyo. Kwa sababu unajua hela halali unavyoipata kwa mateso, kwa shida. Kuna watu mnaweza mkawaona kwamba wanaishi maisha mazuri, wana furaha, wana amani, they have everything. Hao ni watu ambao wanateseka kuliko mtu yoyote. Yani hapa duniani unayemuona mwenye furaha ndo mwenye kuteseka. Unayemuona mwenye huzuni ndo mwenye furaha. Dunia haina usawa and life is vice versa. Kama ukwahi kuambiwa, mimi ndo ninakwambia. Vijana wengi sasa hivi 90% ya vijana baridi tunapenda hela haramu. Yani tunataka hela ya chapcha. Methali anasema pesa iliyopatikana kidogo kidogo inadumu, lakini mali iliyopatikana haraka haraka inapotea. Haujawahi kuona familia moja ilikuwa ni matajiri sana? Yani kuna familia inakuaga ni matajiri, afu baadaye wale wazazi wakifa na zile mali zinapotea, kunakuwa hamna urithi kwa watoto. Yani mimi nimewahi kuona hiyo familia, nimewahi kushuhudia. Naweza nikaisema hapa, afu mtoto wa hiyo familia akani mind. Kuna familia ilikuwa ni matajiri lakini hakuna urithi walioachiwa baada ya wazazi wao kufariki. Hakuna urithi wowote. Hela haramu. Hela haramu haiachi urithi. Nakwambia hata wewe ambaye unatafuta hela yako unajua kabisa, na uzuri wa hela haramu unakuwa unajua kabisa hii hela sio halali na moyoni mwako unaisikia, lakini bado unaitumia. Hela haramu haiachi urithi hata siku moja. Usije ukafikiri kwamba eti ukifa wewe mwenye kutafuta hela haramu kuna siku magorofa uliojenga yatabaki. Hayatobaki. Hela halali inaacha urithi. Wazazi waliotafuta hela halali vinyumba vyao vipo mpaka leo. Havibomoki iwe mvua iwe jua. Havitikisiki wala havichomeki moto. Hela halali walitafuta kwa jasho. Nataka nikwambie wewe mwenyewe unao uamuzi wa kuchagua maisha yako. Yani hatukupangii maisha. Ni wewe mwenyewe unaamua kwamba utaishi kihalali au kiharamu. Lakini wakati unaishi, jaribu kunitafutia wenzako 5 ambao wameishi haramu na wameishia mwisho mzuri. 5 tu ambao wameishi haramu na wameishia mwisho mzuri. Hakuna mwisho mzuri kwa mtu anayetafuta hela haramu. Kwa sababu ukiwa haramu, hela tu ikiwa ni ya haramu, ina mitikasi mingi sana. Inajumlisha dhambi nyingi sana kuliko mtu anayetafuta hela halali. Hela halali ni ngumu sana kupatikana. Alafu haipatikani haraka haraka. Lakini unaweza ukakaa miaka 10 ukapata kihela chako halali, ukanunua KIST. Kile KIST kinaweza kisije kikaguswa barabarani wala kukwaruzwa hivi na gari lingine barabarani wala hata kwa bahati mbaya, na hakina bima, lakini kikasurvive. Ila ukajifanya umeingia kwenye biashara mwaka mmoja tu ukawa una range new model. Ile range ikija kupata ajali baba, atuombei vibaya, ila range kitikiswa barabarani yani ni kama chupa hii ya maji unavyoikubinya hivi, inapotea sekunde. Hela haramu ni rahisi sana kupotea, inayeyuka kama barafu. Lakini hela halali ni jiwe, linadumu milele na milele.
Watu wengi sana hatuwezi kuvumilia dhiki ya muda mrefu ili tuje tufurahie furaha ya milele. Lakini watu wanataka wafurahie furaha ya muda mfupi alafu waje waishi kwenye dhiki ya milele. You have to be careful ukiwa unachagua maisha. Hapa niongee sasa na watu wenye miaka 23 mpaka 45. Huo ni mwaka ambao unaamua wewe kuishi halali au kuishi haramu. Manake ndio mwaka ambao unaacha legacy. Unatengeneza sasa ukoo wako, unatengeneza familia yako, unaacha na wewe ukoo wako, legacy yako. Huo ni mwaka ambao you have to decide. Be very careful unapofanya maamuzi kwenye utafutaji. Kwa sababu hiyo ndio miaka ambao tutajua wewe ni maskini au ni tajiri. Tuanze 25, 24 mpaka 45 bado una nguvu za kufanya kazi. Kwa hiyo ndio miaka ambao tunajua huyu jamaa anatoboa huyu au au ndio hivyo tena. Make sure unachukua very carefully kwenye kufanya choice. Kwa sababu wanasema maamuzi yako leo ndo matokeo yako ya kesho. Amua vyema, uishie salama. Kwa sababu ukiamua vibaya, hatukupangii namna ya kuishi wala sikuelekezi. Manake najua wako watu wabishi, yani ambao mioyo imeshakata tamaa, watakomenti hapo, watajibu vibaya. Lakini kwa wewe ambaye bado unaogopa kujaribu, na kushauri tuishi kwenye halali. Halali ina baraka, halali inadumu, halali inatengeneza vitu vya kutikisa dunia. Alafu halali inakuaga very unique. Yani hakuna copy ya halali. Hata biashara ikiwa halali hauwezi kupata kopi yake. Lakini haramu zina kopi kibao, yani si haramu, yani ishakuwa haramu. Lazima itakuwa ina photocopy. Lakini halali is very unique, very demure. Kwa hiyo unaamua wewe unakaa upande gani. Afu by the way, hela halali huwa hainunui vitu vya maana. Kwenye macho ya kawaida hivi utaona hivi ni vitu vya maana. Yani anatembelea hii, anafanya hivi. Lakini hela halali ikinunua kitu, wewe mwenyewe unageuka unakiangalia mara 3. Kinaweza kikafanana na haramu lakini yani kina mvuto fulani. I don't know if you're getting my point, man. Lakini kinakuwa na mvuto fulani hivi, yani very sexy, very unique, kwa sababu ni halali. Nilichojifunza mimi, watu ambao wanatafuta pesa kihalali wanachelewa kupata, lakini wakipata wamepata. Yani wanachelewa kupata, lakini akipata amepata, na huwa hakiondoki, kwa sababu wameona uchungu wa kutafuta kihalali. Ila ndugu zangu wa haramu, yani wanaitwaga madisminder, they doesn't care. Yani they doesn't, kwa sababu sio cha kwake. Ila ndugu zangu wa haramu, yani wanaitwaga madisminder, they doesn't care. Yani they doesn't, kwa sababu sio cha kwake, hakijakitolea jasho. Yani anajua kesho nitapita tena zile njia nitakishika. Lakini nitafutia watu 5 ambao unawajua wewe walitafuta hela haramu na wamemaliza salama, mwendo wameumaliza salama. Just nitafutia afu nikosoe. Sijatengeneza hii video ili nikosolewe au ili nibishane na wewe. Lakini nakushauri, halali ina mateso ila ni tamu. Ila hakuna uchungu, hakuna maumivu makubwa, hakuna aibu kama haramu. Haramu ni aibu, haramu ni majuto. Haramu inaweza kukupoteza kabisa completely, ukapotea na tusikuone tena. Na ukapotea kwa haraka, usifikisha hata hiyo miaka nilotaja. Kwa hiyo maisha tunakuachia wewe kuchagua. Kuwa makini kufanya maamuzi.